Ndugu Waislamu wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma huu Bwana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, watukufu wa Islam, jana katika darasa letu kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuliona Qur'ani jinsi ilivyoonyesha ubingwa. Kitabu kiliweza kueleza habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, na hali ya kuwa hakikuwepo. Kikaja kikaeleza habari za ule uumbwaji wa mbingu na ardhi, jinsi ulivyofanyika. Qur'ani pia imeweza kueleza chanzo cha mtu wa kwanza, kwamba aliumbwa kutokana na kitu gani, uumbwaji wake ulifanyikaje. Na yule mkewe na yeye aliumbwa kutokana na kitu gani, na kizazi chao kilipatikana kutokana na kitu gani. Qur'ani imeeleza kwa ufasaha uliokuwa mkubwa kabisa. Leo insha Allahu Ta'ala tutaanza kuziangalia zile siku sita za uumbwaji wa mbingu na ardhi. Katika sura ya 41 surati Fussilat, aya ya 9 mpaka aya ya 12, Qur'ani ikaja ikasema, qul ainnakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wataj'aluna lahu andadan dhalika rabbul alamin waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wabaraka fiha وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaanza kufafanua katika surati Fussilati zile siku sita za uumbwaji wa mbingu na ardhi. Qur'ani imeeleza kwamba uumbwaji wa mbingu na ardhi ulifanyika kwa njia ya mlipuko, na ule uumbwaji wa mbingu na ardhi ulifanyika katika muda wa siku 6, na tukaeleza siku 6 hizi sio hizi tulizokuwa nazo za saa 24, siku moja kuwa na masaa 24, masaa 12 mchana na masaa 12 usiku. Hivi ni vipindi vilivyokuwa virefu mno
vikubwa mno. Anayejua urefu wake na ukubwa wake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, hata zile siku sita za uumbwaji wa mbingu na ardhi, zile siku sita za uumbwaji wa mbingu na ardhi, hesabu yake na mambo mengine yote ya kupatikana yale maumbile yote, hesabu yake ilipigiwa ndani ya ule mlipuko. Zile siku sita za uumbwaji wa mbingu na ardhi, na yale maumbile yote yaliyokuja kupatikana, hesabu yake ilikuwa ndani ya ule mlipuko. Katika zile siku sita, Qur'ani inasema siku mbili zilitumika kwa ajili ya kuiumba ardhi. Ardhi iliumbwa kwa muda wa siku mbili. Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmaini, sema uwaambie hao, vipi wao wanamkanusha yule ambaye aliyeiumba ardhi katika muda wa siku mbili? Vipi huyo munamfanyia washirika? Wametoka wapi washirika hao? Huyo ndiye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mola wa walimwengu wote. Ardhi iliumbwa kwa muda wa siku mbili. Anasema waja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Baada ya kuiumba ile ardhi katika muda wa siku mbili, kitendo kilichofuatia ilikuja kuwekwa milima juu yake ile ardhi. Kwa nini alipoiumba ardhi katika muda wa siku mbili, baada ya hapo akaja akaiweka milima? Alikuja kuiweka milima ni kwa sababu ardhi ilikuwa inataharaki, inacheza. Ardhi ilikuwa inacheza kama unavyoona chombo kama vile jahazi iko juu ya maji inavyosukwa. Akaja akaiweka milima. Sasa hii ni nini? Hapa Qur'ani inazungumzia geology, umuhimu wa milima na kazi ya milima, kuwepo kwake juu ya mgongo wa ardhi. Ukiwauliza wanajiolojia moja katika kazi ya milima, watakwambia milima kazi yake ni kuleta insaf, balance, kuifanya ardhi itulie, ili wale waliokuwepo juu ya ile ardhi wasione mtikisiko wa ile ardhi, na wala wasione ile ardhi inavyozunguka. Dunia inakuwa na mizunguko miwili. Mzunguko wa kwanza inavyojizungusha kwenye muhimili wake, ndiyo tunapata usiku na mchana. Ndani yake inakuwa sekunde, dakika, inakwenda inakuwa saa, alafu saa ile inakwenda inakuja kuwa siku, itakuja kuwa wiki, itakuja kuwa mwezi. Na mzunguko wa pili dunia ni pale inapokwenda kulizunguka jua. Ndani yake tunapata hesabu ya mwaka mmoja, siku 365 na robo.
na ndani yake ndipo tunamopata majira. Wanasema kuna rotation na revolution, kwamba ile dunia inavyojizungusha katika muhimili wake na ile dunia inavyokwenda kulizunguka jua. Dunia inajizungusha katika muhimili wake kwa kasi ya mwendo wa maili 1000 kwa saa. Ndiyo ndani yake tunapata masaa 12 mchana, masaa 12 usiku, inakuwa siku moja. Kwa hiyo milima kazi yake ni kuleta insaf, balance, ili kuifanya ile dunia, ile ardhi itulie, na sisi tuliomo ndani ya ile ardhi tusione ile mizunguko. Qur'ani imeeleza kwa ufasaha kazi ya milima na umuhimu wa milima, kuwepo kwake juu ya mgongo wa ardhi. Katika sura ya 31 ya surati Luqmani aya ya 10, Qur'ani ikasema khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Tumeziumba mbingu pasi na kuwepo nguzo zisizoonekana kwa macho. Nguzo zipo zinazozishikilia mbingu zisianguke, lakini nguzo zenyewe hazina sifa ya kuonekana kwa macho. Khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha, ameziumba mbingu pasi na kuziwekea nguzo zisizoonekana kwa macho. Waarabu walikuwa wanaitakidi ya kwamba pembezoni mwa dunia huko kuna milima iliyokuwa mirefu ambayo ndiyo kazi yake ni kuzishikilia zile mbingu zisianguke. Qur'ani ilipoteremka ikaja ikasema khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha, ameziumba mbingu pasi na kuziwekea nguzo zisizoonekana kwa macho. Nguzo zipo, lakini nguzo zenyewe hazina sifa ya kuonekana kwa macho. Hapa Qur'ani inazungumzia habari ya gravitational force, nguvu za uvutano za dunia. Ilipofika karne ya 18 ndio wakaja wakajua ya kwamba maumbile yote yaliyopo mbinguni yameshikiliwa na nguvu maalumu za uvutano, gravitational force, ili kuyazuia maumbile hayo yasiporomoke. Qur'ani ilizungumza karne ya 7, wao wamekuja kujua karne ya 18. Wakati huo walipokuja kujua wao, Qur'ani ilikuwa na umri wa miaka 1200 katika dunia. Qur'ani iliipita sayansi na wanasayansi katika kujua jambo hili na kulieleza jambo hili kwa karne 12. Ikiwa kama hoja inasema ya kwamba Qur'ani ameitunga Mtume sallallahu alayhi wasallama, alijuaje ya kwamba maumbile yaliyopo mbinguni yameshikiliwa na nguzo ambazo hazina sifa ya kuonekana kwa macho?